Wakala wa Chakula, Dawa na Vipodozi Zanzibar ZFDA kwa kushirikiana na Mamlaka ya Usimamizi wa Mazingira Zanzibar ZEMA zimeteketeza tani 2 za bidhaa zinazoisha muda wake wa matumizi zilizokamatwa katika ukaguzi wa ghala la kampuni ya Cross Borders pamoja na maduka mbalimbali. Akizungumza wakati wa zoezi hilo Kibele, mkoa wa Kusini Unguja, mkaguzi wa chakula wa ZFDA Mohamed Shadhil Shauri amesema bidhaa hizo ni pamoja na mafuta ya sunflower, tomato, nyama na sausage, ambapo hatua hiyo inalenga kulinda afya ya walaji. ZFDA tupo hapa katika jaa kuu la serikali Kibele kwa ajili ya uteketezaji wa bidhaa za chakula. Jumla ya tani 2 zimeteketezwa katika jaa hili la Kibele. Bidhaa hizi zimezuiwa kufuatia ukaguzi mbalimbali unaofanywa na wakaguzi wa wakala wa chakula na dawa. Kati ya tani hizo 2, tani 1.5 imekamatwa kufuatia ukaguzi uliofanyika katika maghala ya Cross Border Company Limited yaliyopo Kombeni. Pia bidhaa nyingine zimezuiwa kufuatia ukaguzi unaoendelea katika maghala na maduka mbalimbali hapa nchini. Bidhaa ambazo zinateketezwa leo nyingi zao zimemaliza muda wa matumizi, ambapo tani 1 imemaliza muda wa matumizi na bidhaa zilizobaki hizo hazina tarehe, hazina zile taarifa muhimu za vifungashio. Miongoni mwa bidhaa ambazo tunaziteketeza leo kuna mafuta ya sunflower, kuna tomato za vibati, kuna bidhaa za mifugo kama vile nyama ng'ombe, kuku. ZFDA inatoa wito kwa wafanyabiashara kuhakikisha wanazikagua bidhaa zao. Unaponunua mzigo unatakiwa kabla hujapokea ukague, je, muda wa matumizi haujamaliza, je, hazijaharibika, ndipo uweze kuweka katika store yako. Lakini vile vile kila mara kwa mara unatakiwa ukague ile mzigo kule katika store yako kuhakikisha kwamba haujapitwa muda wake wa matumizi. Lakini pia kwa wananchi, unaponunua bidhaa unatakiwa uhakikishe kwamba unaangalia muda wa matumizi haujamaliza, yani expired date. Lakini pia sio tu uangalie muda wa matumizi, wakati mwingine bidhaa inaweza ikaharibika kabla muda wake wa matumizi kumaliza. Kwa hiyo unatakiwa uangalie muonekano wa ile bidhaa. Je, ni wa kawaida, hauna tofauti yoyote? Ikiwa hauna tofauti, hiyo ndio bidhaa unatakiwa ununue. Pia tunawashauri wafanyabiashara wahifadhi vizuri mizigo yao kwa mujibu wa hali ya joto inayotakiwa kwa ile bidhaa. Wasome maelezo ya mtengenezaji wa ile bidhaa. Ikiwa bidhaa inatakiwa hifadhi katika baridi, basi hifadhiwe katika baridi na kinyume chake hivyo hivyo. Lakini pia katika bidhaa hizi kuna bidhaa ambazo hazina maelezo yoyote. Hizi ni kosa kisheria kuuza au kutengeneza bidhaa alafu ikawa haina maelezo muhimu kwa kumwezesha mtumiaji kuifahamu. Kwa mfano, haina muda wa matumizi, haina anwani na jina la mzalishaji, haina njia gani ya kuhifadhi ile bidhaa. Kwa hiyo mteja anaponunua bidhaa ile anashindwa kujua imemaliza muda wake au bado, au anashindwa kujua aihifadhi katika mazingira gani. Kwa hiyo wafanyabiashara wajitahidi bidhaa wanazotengeneza ama kununua wahakikishe zinafuata taratibu zote zilizowekwa na ZFDA. Kwa upande wake, afisa wa mazingira wa Mamlaka ya Usimamizi wa Mazingira Zanzibar ZEMA Juma Abdalla Juma amesema zoezi la uteketezaji limefanyika kwa kuzingatia taratibu za uhifadhi wa mazingira ili kuhakikisha hauleti madhara kwa wananchi. Tupo hapa leo katika swala zima la kuhakikisha uteketezaji unaenda vizuri pasi na kuathiri mazingira ambayo yamezunguka, tukishirikiana na wenzetu wa ZFDA pamoja na manispaa katika swala zima la kuhakikisha afya ya jamii na mazingira kwa ujumla yanakuwa salama. Na tumehakikisha kwamba zoezi kuanzia mwanzo mpaka mwisho limefanikiwa kwa 100% pasi na kuathiri mazingira yaliyozunguka. ZFDA imewahimiza wananchi kutoa taarifa kwa wakala wa usalama wa chakula pindi wanapogundua bidhaa walionunua imekwisha muda wa matumizi ili hatua stahiki zichukuliwe. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Mimi ni Amrat Kombo, mchanganya picha ni Madina Omar.